Mpendwa wa msikilizaji na mtazamaji wa vipindi vyetu, karibu katika masomo ya kesha la asubuhi lenye kichwa Mwinue Yesu juu. Hivyo hapo ulipo, kaa usibanduke, ni kusihi tu makinika nasi hadi tamati. Piga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti, imba sana. Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja. Yesu yuaja tena. Na ikiwa ni Juni 10, Kristo anakasimisha nguvu kwetu. Akasema, Simoni, Simoni, tazama, Shetani amewataka ninyi apate kuwapepeta kama vile ngano, lakini nimekuombea wewe, ili imani yako isitindike. Nawe utakapoongoka, waimarishe na ndugu zako. Luka 22 mstari wa 31 na 32. Tufumbe macho tupate kuomba. Asante Baba kwa somo hili asubuhi ya leo. Tunapoenda kujifunza, tunaomba utuongoze sawa na mapenzi yako, kupitia jina lako Yesu Kristo, amen. Kama mfalme wa uzima, alikuwa na mamlaka pamoja na Mungu na alishinda kwa ajili ya watu wake. Huyu Mwokozi aliomba kwa ajili ya wale ambao hawakuhisi hitaji la kuomba, na kulia kwa ajili ya wale ambao hawakuwa na hitaji la kulia. Sasa yu mbele ya kiti cha enzi ili kupokea na kuwasilisha kwa Baba yake maombi ya wale ambao aliwaombea akiwa duniani. Tunapaswa kufuata mfano wa Yesu. Maombi ni hitaji muhimu katika kazi yetu kwa ajili ya wokovu wa roho. Ni Mungu pekee anayeweza kutoa maongeo ya mbegu tunayoipanda. Mara nyingi tunashindwa kwa sababu hatutambui kwamba Kristo yu pamoja nasi kwa roho wake wa kweli, kama ilivyokuwa katika siku za kufedheheshwa kwake. Alitembea akionekana wazi duniani. Kupita kwa muda hakukuleta mabadiliko katika ahadi yake ya kuagana na mitume wake, kama alivyochukuliwa kutoka kwao kwenda mbinguni. Tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Mathayo 28 mstari wa 20. Ameamuru kwamba kuweko na mfuatano wa watu wanaopata mamlaka kutoka kwa walimu wa kwanza wa imani kwa ajili ya kuhubiri daima juu ya Kristo na yeye aliyesulubiwa. Mwalimu huyu bora kabisa amekasimisha mamlaka kwa watumishi wake, ambao tuna hazina hii katika vyombo vya udongo. Kristo atasimamia kazi ya mabalozi wake ikiwa wanangojea maagizo na mwongozo wake. Kwa bidii na imani ambayo haitakataliwa, watamsihi Mungu ili waweze kutiwa nguvu na kuimarishwa kwa ajili ya wajibu na kwa majaribio, na ili midomo yao itakaswe kwa mguso wa kaa lililo hai kutoka juu ya madhabahu, ili kunena maneno ya Mungu kwa watu. Bwana Mungu amenipa ulimi wa hawa wafundishwao, nipate kujua jinsi ya kumtegemeza kwa maneno yeye aliyechoka. Huniamsha asubuhi baada ya asubuhi, huniamsha sikio langu lipate kusikia kama watu wafundishwao. Isaya 50 mstari wa 4. Yesu alimwambia Petro, Simoni, Simoni, tazama, Shetani amewataka ninyi apate kuwapepeta kama vile ngano, lakini nimekuombea wewe ili imani yako isitindike. Luka 22 mstari wa 31 na 32. Ni nani anayeweza kukadiria matokeo ya maombi ya mkombozi wa ulimwengu? Kristo atakapoona taabu ya nafsi yake na kuridhika, ndipo itakapoonekana na kutambuliwa thamani ya maombi yake ya dhati, wakati uungu wake ulipokuwa umefunikwa na ubinadamu. Yesu aliomba si kwa ajili ya mtu mmoja tu,
bali kwa ajili ya wanafunzi wake wote. Baba, hao ulionipa nataka wawe pamoja nami popote nilipo. Yohana 17:24. Jicho lake lilipenya pazia la giza la siku zijazo na kusoma historia ya maisha ya kila mwana na binti wa Adamu. Alihisi mizigo na huzuni ya kila nafsi iliyotikiswa na dhoruba, na maombi hayo ya dhati yalijumuisha pamoja na wanafunzi wake walio hai, wafuasi wake wote hadi mwisho wa wakati. Ombi hilo linatukumbatia hata sisi. Usaidizi wote wa kibinadamu unaposhindwa, basi Yesu anakuja kutusaidia, na uwepo wake hutawanya giza na kuondoa wingu la utusitusi. Utasoma Testimonies for the Church, gombo la 4, ukurasa 528 hadi ukurasa 530. Huu ni mwisho wa somo letu la Juni 10. Kristo anakasimisha nguvu kwetu. Tufumbe macho tupate kuomba. Asante Baba kwa upendo wako maishani mwetu. Asante kwa somo hili zuri. Tunajikabidhi kwako. Tunaomba baraka zako ziambatane pamoja nasi, zikitusogeza karibu na wewe, kupitia jina lako Yesu Kristo. Amen. Barikiwa nami mwaka 2025 katika masomo haya. Anakuja, Yesu